Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo tunaadhimisha Dominika 15 ya mwaka A wa kanisa, ambapo Yesu Kristo anatufundisha kwa mfano wa mpanzi kuhusu nguvu ya neno la Mungu. Kila siku Mungu anapanda mbegu ya neno lake katika mioyo yetu, lakini swali ni je, mioyo yetu iko tayari kulipokea? Je, tunaruhusu shughuli nyingi za maisha, tamaa za dunia na wasiwasi kuzuia neno la Mungu kuzaa matunda, au tunalipokea kwa imani na kuliishi? Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 aya 10 hadi 11. Mungu anafananisha neno lake na mvua na theluji zinazoshuka kutoka mbinguni na kuifanya nchi izae mazao. Neno la Mungu alirudi bure kutimiza kusudi ambalo Mungu amelipeleka. Katika somo la pili, sura ile ya 8 aya 18 hadi 23, Mtume Paulo akiwaandikia Warumi anatukumbusha kwamba mateso ya wakati huu hayawezi kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Tumaini letu katika Kristo linatupa nguvu ya kuvumilia changamoto za sasa. Na katika somo la Injili Mathayo sura ya 13 aya 1 hadi 23, Yesu anasimulia mfano wa mpanzi. Mbegu zingine zilianguka njiani, zingine kwenye miamba, zingine kati ya miiba, na zingine katika udongo mzuri, zikazaa matunda mengi. Moyo unaosikiliza, kulielewa na kulishika neno la Mungu huzaa matunda kwa wingi. Katika tafakari ya leo, tutaangalia maana ya mfano wa mpanzi katika maisha ya leo, aina 4 za udongo ambazo Kristo ametufundisha leo, na jinsi ya kufanya moyo wetu kuwa udongo mzuri unaozalisha matunda ya imani, upendo na utakatifu. Baki nasi hadi mwisho katika tafakari hii. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 15. Masomo yetu ni mwaka A wa kanisa. Tukianza na somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 mstari wa 10 mpaka 11. Mistari miwili tu somo la kwanza la leo. Lakini ujumbe huu wa Nabii Isaya kwa wana wa Israeli ni ujumbe ambao unatolewa kwa wana wa Israeli ambao wametoka utumwani Babuloni. Wamerudi sasa, wako nyumbani kwao, na Mungu anaongea nao kipekee. Anawaita, anafanya, tunaweza kusema kwa Kiingereza, anafanya everlasting covenant. Anawaambia jinsi neno langu nalivyolisema halipiti bure, yani neno la Mungu halipiti bure. Mungu anatoa mfano, anachukua picha mbili za nature, za asili, mvua na ardhi. Jinsi mvua inavyonyesha kwenye ardhi. Wakati mwingine inanyesha kwenye ardhi ambayo ni ngumu, mwingine jangwa ambalo hata halina matumaini yoyote, lakini baada tu ya kunyesha watu wanaweza kusikia baridi kidogo na nini, lakini baada ya wiki moja mbili hivi unashangaa kuna chipua, hali inakuwa tofauti. Sehemu ambayo ilikuwa ukiwa, pengine wanyama walikuwa wanakufa, sasa hivi wanyama wanaanza kupata majani, tena ndege wanaanza kuimba, wanashangaa sehemu ambapo ilikuwa hata hakuna sauti yoyote, lakini kwa sababu ya nguvu ya mvua, ya ardhi imelowanishwa, uhai umetokea, mbegu zimeota, hali imekuwa tofauti kabisa. Ndugu zangu wapendwa, Mungu anatumia hiyo hali kuonyesha kwamba kama vile mvua inavyonyesha, inanyesha na huwa hairudi bure. Unaweza kuona kama mbona mvua inanyesha kuna matope na nini, lakini baada ya wiki mbili, yani kila mahali panachanua, hali inakuwa shwari, hali inakuwa safi, maisha yanaanza utulivu. Ndivyo ilivyo ndugu zangu. Neno la Mungu, hata wewe unaweza kukaa mahali ukalisikiliza neno la Mungu. Wakati mwingine kama vile mvua inavyonyesha, wakati mwingine unasikia baridi kidogo, pengine wakati mwingine sijui ukakaje, lakini neno la Mungu linapohubiriwa, hata wewe unaweza likakuumiza kwa kukera kidogo, lakini linapofanya kazi ni kama mvua inavyofanya kazi. Unaweza usielewe, unaweza kuona kama tu
nimesikiliza tu, imejipitia tu, lakini yani linakufanya unazaa matunda, haliwezi kupita bure. Mungu anatuhakikishia kwamba kama vile mvua inavyonyeshea ardhi na huwa haipiti bure, ndivyo ilivyo neno lake. Neno lake haliwezi kupita bure. Neno la Mungu litazaa matunda tu. Kwa hiyo neno la Mungu, ndugu zangu, linavyohubiriwa kwenye mioyo yetu, yani tujue kabisa litazaa matunda, halitapita hivi hivi. Kinachotakiwa sasa ni sisi kuwa kama mkulima, kuandaa. Mkulima asubiri mpaka mvua inyeshe ndo aanze kuhangaika. Anaandaa shamba, afu mvua ikishanyesha tu tap, anaotesha. Ndugu zangu, mkulima akiotesha anapata chakula mkate wake wa kila siku, lakini pia anapata pia mbegu kwa ajili ya baadaye. Ndivyo neno la Mungu lilivyo. Neno la Mungu linatusaidia, linatupa uzima hapa duniani, lakini pia linatuandalia maisha ya baadaye. Huwa haliwezi kukuacha salama. Ukiandaa moyo wako vizuri, ukilisikiliza vizuri, linafanya kazi nzuri sana kwenye moyo wako. Ndugu zangu, ni jukumu letu sisi kukaa sehemu ambazo tunasikiliza neno la Mungu. Mara nyingi sisi tumeharibiwa kwa sababu tunajikuta ndako kwa mazingira ambayo tunasikiliza vitu vya ajabu ajabu, usikiliza umbea, tunasikiliza maneno mabaya, maneno ambayo yanatufanya sisi yani hatuzai matunda, yani tunaendelea tu kuwa watu wabaya tu, watu ambao hatuvutii kwa sababu ya mazingira ambayo tunakaa. Kwa hiyo somo hili, ndugu zangu, litufundishe. Unaweza kuwa unashika rozari, unasali tu, unasikiliza misa, unaona kama tu vitu kama vile vinapita tu. Yani havipiti. Yani lazima vinaleta effect. Kwa hiyo hata sisi sakramenti zitaleta effect tukizipokea, tukienda kuungama, tukalisikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo ni mbegu, ambapo Yesu leo anatoa mfano wa mpanzi katika somo la Injili. Mpanzi anaenda kusia mbegu, lakini mbegu nyingine zinaanguka kwenye mazingira tofauti. Na ukweli ni kwamba kila inapodondoka zinaota. Ila sasa ili kuzaa matunda inategemeana na sehemu zilipodondoka. Kwenye mwamba, moyo mgumu. Watu wenye moyo mgumu, unasikiliza neno la Mungu, lazima likaota kidogo tu, ukapata mshamsham, ukaona Mungu sasa hivi naanza nimkurudie. Lakini dakika mbili tayari huna mizizi, yani bado unaenda kukaa tena mazingira ambayo ile neno linaua. Unasikiliza neno la Mungu, lakini kwa sababu una mipango mingi, yani vitu vingi duniani huku, umesongwa biashara, mambo mengi, huna hata muda wa kulipalilia, kulifanya tena likue, huna. Ndugu zangu wapendwa, pengine zinazoanguka karibu na njia, ndege wanakuja wanadonua. Yani wewe neno la Mungu lipo ndani yako, lakini unaruhusu tu watu walete tu madoctrines mengine, watu waje kuelezea sijui habari za majini na nini. Unashangaa ni kama ndege tu wanakuja tu kudonua tu. Sio wachungaji wa namna gani wanakuja na kuletea maneno. Unashangaa tu ile neno ambalo Mungu ameliweka ndani yako linakuja linadonolewa tu na ndege wa huko. Wamekuja tema na lichukua. Yaani wewe unakuwa tayari kusikiliza maneno ambayo yanakufanya upoteze hata kile kitu kidogo cha imani ulichokipokea. Kwa ndugu zangu wapendwa, leo katika Dominika leo tumuombe Mungu sasa atusaidie. Atusaidie tuweze kulisikia neno lake na kulishika vizuri. Ndugu zangu wapendwa, mbegu ni neno la Mungu. Neno hili lina nguvu ya pekee yenye kutuwezesha tuchipue kiimani. Chembe ya imani kwa mwanadamu kuja kwa kulipokea neno la Mungu na kulipatia nafasi ya kubadilisha mioyo yetu na kulifanya litende lililotumwa na Mungu kufanya ndani ya mioyo yetu. Neno hili ndugu zangu ni Yesu mwenyewe. Tunafahamu neno alitoa mwili. Maana neno la Mungu amekuja. Kwa hiyo anachokisema Mungu, yani neno linalotoka kwenye mdomo wa Mungu sio kitu cha kuchezea. Lazima kifanye kazi. Kama neno alitoa mwili, aliacha utukufu wa Baba, akaja akatoa mwili, akafanyika Mungu na mwanadamu, akatukomboa sisi. Yesu ndiye neno la Mungu. Ndugu zangu, tunajua neno wa Baba. Yesu amepewa nafasi katika maisha yetu. Tukimkaribisha yeye kwenye moyo ulioandaliwa, moyo usiokuwa mgumu, moyo mlaini, udongo. Mioyo yetu ndugu zangu ndio udongo, sema ambapo neno linatakiwa lidondoke, lioteshe. Moyo ulio mzuri, udongo mzuri ulioandaliwa, utamfanya Yesu achanue. Yesu akupe baraka, uishi maisha ya baraka, uishi maisha ya amani. Somo la kwanza linadhihirisha ukweli na ukuu wa neno la Mungu. Nabii Isaya analifananisha na mvua kama alivyosema.
mvua yenye kunyeshea ardhi. Ardhi ikishanyeshewa hufanya mimea ichipue, mimea huweza tena kuota, pengine hata katika miamba, hata katika mawe, mimea vidogo vinaota. Ardhi ni moyo wa mwanadamu na mbegu ni neno la Mungu. Kila moyo unaonyeshewa na Bwana, kila neno kila moyo unaonyeshewa na Mungu, unaopata neno la Mungu, lazima utatoa matokeo. Lazima matokeo yatatokea, ndugu zangu. Kila moyo unaonyeshewa na Bwana hauachi kuzaa, hata ikiwa ni mioyo ya fukara, au ikiwa ni moyo tu wa kijana, au moyo wa mzee, kilema au kiwete, moyo hautaacha kuzaa. Wapo viwete wenye vipaji vyao, wenye kulitangaza vyema neno la Mungu, na wapo watu wazima ambao hawafanyi chochote. Neno la Mungu, ndugu zangu, Mungu ni mkarimu kwa kila anayemtegemea. Kila anayemtegemea ataona ukuu wake na nguvu zake. Tulisikilize neno la Mungu, tumsikilize yeye. Anataka tuzae matunda, na akishanyeshia baraka katika mioyo yetu, hakika tutazaa matunda tu. Unavyoona sasa, mvua ikinyesha, miti naota, matunda yanazaa, wadudu wa ndege wanapata chakula, wanaanza kufurahia, wanaimba, tena wengine wanazaliana. Tulishai kutembea katika mazingira mbalimbali, wale waliopita pengine mazingira ya Arusha kule, kama vile unaenda pengine Mtwambu, kuna jangwa pale, unakutana pengine watu Wamasai wanapita na punda wao, wanapita na punda, kumekauka, hakuna kitu. Lakini kuna kipindi tena ukipita unakuta mvua imenyesha, kuna kijani, majani yameota, punda wanafurahia. Nguvu ya mvua. Ndivyo neno la Mungu lilivyo sasa, likinyeshiwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Mtu aliyekuwa mkiwa, mtu ambaye alikuwa hajiwezi, anaanza tena kuchanua na kuwa na baraka ya pekee. Bwana Yesu anatumia mfano wa mpanzi na mbegu. Mbegu ni neno la Mungu na mpanzi ni Mungu mwenyewe. Neno hili laweza kutufanya tuzae matunda. Sehemu linapoangukia ni mioyoni mwetu. Mwenye jukumu la kuandaa mioyo yetu ni sisi wenyewe, kama tunavyopaswa kuandaa mashamba yetu. Kama nilivyosema, katika maisha watu wanapata mavuno tofauti tofauti kutokana tu na maandalizi walioyafanya. Imani ndivyo ilivyo. Jinsi ulivyoandaa shamba, baada ya mbegu kuoteshwa, ulivyopalilia, uliweka mbolea, uliweka pengine samadi, yani matunda yatategemea na wewe jinsi unavyo take care of the shamba unavyo chukua muda wako kulihudumia hilo shamba. Sio kitendo tu cha kwenda kuotesha na kuacha hapo, kwa sababu magugu yataota, yatasonga, nini litakufia huko. Naweza kuzaa hata pengine kitunda kidogo tu ambacho ni dhaifu. Lakini ukiwa una take care, ukiwa unahudumia, unaangalia, wakati mwingine hata unachunga hata ndege wasiharibu na nini, wakati mwingine huko wasije wakaja hata nguruwe mwitu wakaja karibu. Ndivyo ilivyo na moyo wa mwanadamu ulivyo. Yaani baada ya neno, baada ya mbegu kuingia ndani ya moyo wako, lazima ujifunze kuepuka mazingira mabaya, uepuke mazingira mbwa mwitu, nguruwe mwitu wanaokuja. Lazima ujifunze kupalilia, uvumilivu, kuishi kwa kinyenyekevu. Sio vitu virahisi. Neno la Mungu likiingia linakuhitaji uendelee kutekea, namna ya kulihudumia. Sio kitu kirahisi, ndugu zangu wapendwa. Wapo wasiona umuhimu wa vitu kama sakramenti, au hata umuhimu wa kujiunga pengine kwa vyama vya kitume au kuhudhuria misa. Haya ni mazingira ambayo yatakufanya mbegu yote. Haya ni mazingira, unakaa mazingira ambayo yatakufanya ile neno lipalilie. Unapojiunga na vyama vya kitume, unaposhirikiana na wenzako, pengine wewe ni Wawata, wewe ni Uhaka, unakaa kwenye pengine Mtakatifu Rita wa Kashia, wewe Mwanapio, yani unapokaa na wenzako, yani tayari umekaa mazingira ya kufanya ile neno liote. Yani hautasongwa na magugu. Lakini wewe unaenda kukaa, pengine wewe unatamani kuacha ulevi, unataka kuishi vizuri, wewe unaenda kukaa na watu ambao unakaa na walevi, unategemea neno litaota kweli? Hutaweza. Kwa ndugu zangu wapendwa, yote haya yamesababisha jinsi mioyo yetu inavyoandaliwa. Unapokaa na watu wanaosali, unaandaa mbegu zilizoanguka katika njia. Ufafanue sasa. Mbegu zilizoanguka katika njia pasipo na udongo
zinaashiria mioyo mitupu isiyofanya bidii katika kupalilia imani yao. Zimeanguka kwenye njia, hakuna mtu anahangaika nazo. Sasa wewe umeanguka, lakini zimeanguka kwenye moyo wako, lakini kila mtu huko busy. Kwa hiyo hujapalilia imani yako, haizai. Imani inaipaswa kupaliliwa. Usifikiri ni kitendo cha kuamini tusema tu nimebatizwa. Wako wengi waliobatizwa lakini hawaishi kadiri ya imani ya waliobatizwa. Wapo wengi wanaosema wanamwamini Mungu. Wapo wengi waliovaa rozari lakini hawasali. Wamevaa tu ni kama maonyesho. Papa Leo wa 14 atakwambia hicho ni kisu ambacho hakitumiki kukata nyama. Rozari hatari. Rozari unaivaa bila kuitumia kama maonyesho tu. Una silaha lakini huitumii kujilinda. Shetani anajua umeivaa lakini huitumii. Kwa hiyo tumia silaha ulioivaa. Andaa mbegu zako kwenye njia, zimedondoka lakini hakuna mtu anahangaika nazo. Imani imeingia lakini huna muda, upalilii ufanye chochote. Imani inapaswa kupaliliwa. Inapaswa kuwekewa kumwagiliwa ili iweze kuota, ndugu zangu. Kwa hiyo mbegu ambazo zinaanguka kwenye njia ni mbegu ambazo kwa kweli hakuna mtu anahangaika nazo. Zipo tu, ndivyo ilivyo. Wewe tu unakuwa mtupu, una bidii yote katika imani yako. Mbegu za mioyo hii zipo hadharani, zikichomwa na miali ya jua na kuliwa na ndege. Ndio mbegu zinaanguka kwenye njia. Zinachomwa na jua, zinaliwa na ndege. Hakuna kitu. Kwa hiyo ndugu zangu, tujiangalie. Je, sisi ni watu wenye mioyo ya mbegu zilizoanguka kwenye njia? Na mioyo ya wengi ipo hivi ndugu zangu. Ipo namna hii. Ni mioyo mikavu. Tunakaa maeneo makavu sana. Na kufanya maongezi makavu. Yaani wewe unapiga tu stories za matusi tu, yani umbea tu, yani hazikufanyi haukui. Yaani unabaki jinsi ulivyo. Ndugu zangu, mbegu iliyoanguka kwenye miiba na kusongwa ni kiashirio cha mioyo iliyojaa tamaa. Yaani wewe ni mtu usiyeridhika. Uangalie pia, na hii inakumba wale ambao wanapenda uongozi kila mahali. Wewe ni kiongozi wa Mwanamoyo, wewe sijui ni kiongozi wa jumuiya, wewe sijui ni kiongozi wa WATA, wewe sijui kingine sijui ni Rita Kashia. Utasongwa. Inabidi wakati mwingine ujifunze kuachia wengine pia. Hii sikuambii kwamba uache kushiriki mambo ya imani, lakini pia hata katika mambo ya imani wapo wengi wenye vyeo vingi sana. Unakuta mkutano huu ulikuwa ni leo, kesho huu. Kwa hiyo muda wote huna hata muda wa kuandaa hata maisha yako. Kwa hiyo tamaa sio tu katika hali hiyo, lakini pia kuna tamaa ya vitu, kuridhiki. Mtu umenunua mashamba huku, umenunua huku, mpaka unazika unaendelea kununua mashamba tu, yani hauna siku hata umetulia ukajihudumia. Tamaa ni kitu kibaya ndugu zangu. Na mioyo mingi imezongwa na tamaa, pengine za ulevi, matumizi ya hovyo ya simu, wakati mwingine na marafiki wabaya. Mwanaume una wanawake wengi, mwanamke unatamani wanaume wengi, yani huna muda hata kutunza ndoa yako. Hii yote hivi, hata neno la Mungu kushika amri haitaka ikue, haitazaa matunda. Kwa hakika kuna marafiki wanaoshauri vibaya, na asilimia nyingi ya dhambi zetu ni baada ya kushauriwa na marafiki wabaya. Wapo watu ambao walikuwa hata hawajui dhambi, lakini marafiki wamewabadilisha kabisa. Simu pia wakati mwingine ni adui anayetusonga sana. Anapoteza muda. Yaani huko kwenye simu kuchekecheka tu vichekesho tu, yani wewe ni kuchekacheka tu, yani huna hata muda. Bora wale wanaotumia simu kusali hiyo, wananovena zao, wanafuatilia pengine mafundisho kama hivi ninavyotuma kwenye mtandao. Lakini wapo ambao simu, yani kazi yao ni kufuatilia tu umbea tu. Watu mtu na mezo na siasa kabisa, yani umeisha kabisa. Ndugu zangu wapendwa, uwe makini. Simu inaweza pia ikakusonga. Ukawa kila saa unataka kujua kila habari inayotokea. Unakuwa mtumwa wa simu. Mbegu zilizoanguka kwenye udongo mzuri ndugu zangu, zahusu watu wanyenyekevu, watu wenye mioyo ya kusikiliza. Sio kwamba hawana marafiki, bali wanajua tu kuchuja kila kinachotokea. Wanajua ni muda gani kukaa na rafiki, ni muda gani wa kutulia na Bwana, ni muda gani wa kusali. Si kwamba hawapendi kuenjoy, wanayo, lakini wanajua namna ya kujicontrol, self control. Bila kuongozwa na mihemko, kupata muda wa kukaa na Mungu, kupata muda hata kwenda kuungama.
Hawa ni watu wenye kuandaa mioyo yao, udongo ulio mzuri. Pia wana kiasi, na wanapokosea kuomba msamaha. Kati ya kitu ambacho kinaumiza watu sana ni watu ambao wanajifanya kwamba hawajakosea na hawako tayari kuomba msamaha. Hii ni mioyo migumu. Hata neno la Mungu linakuwa ngumu sana kuota hapa. Mtu ambaye hayuko tayari kusamehe, hayuko tayari kuomba msamaha, hafanani na baba yake. Mungu ni mfano mkuu wa kusamehe, na unaposamehe unafanana na Mungu katika hali ya juu kabisa. Ndugu zangu, Yesu anasema kwamba yeyote mwenye kitu ataongezewa, na wapo waliojaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Hawa walioanguka katika udongo mzuri, ndugu zangu, kwa hakika watazidi kuongezewa na Bwana na kuendelea kufahamu siri za Mwenyezi Mungu. Wapo wanaotazama lakini hawaoni, wenye masikio bila kusikia. Hawa ni wavivu. Wanatazama hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Yaani watu wanasikia neno la Mungu, watu wanahubiriwa, lakini wala hata hajishughulishi. Wapo tu wamejikalia zao tu, yaani wapo tu wamejikalia tu, hata uvivu. Wala kusoma neno la Mungu, usomi kanisani, hata uende, yaani upo tu uko, yaani upo tu. Unasikia, una macho unaangalia, lakini huoni. Una masikio lakini hata usikii. Ndugu zangu wapendwa, wasiojitahidi na wanaotegemea miujiza, hawa ni watu wavivu. Ndugu zangu, maisha ya kumfuata Kristo lazima tujitahidi. Yesu anayasifu masikio na macho ya hawa mitume wake, kwa sababu walimsikiliza Yesu na wakamuuliza, kwa nini unaongea kwa mfano? Tufafanulie mfano wa mpanzi. Yesu anawasifu kwamba nyie mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Mitume walijitahidi kuona na kusikia. Sisi ndugu zangu, tunapaswa kuwa watu wa kuona na kusikia. Tunahubiriwa mengi na wachungaji wetu, makuhani, tunasikiza mengi. Tusije tukawa watu tunaosikia lakini tuna masikio lakini hatusikii. Tuna macho lakini hatuoni. Tuwe watu ambao tunapolisikia tubadilishe, tunapoona tubadilike. Neno la Mungu ukilipokea, hakika litakufanya tofauti. Mungu hachoki kupanda. Mungu ataendelea kusia mbegu. Kusia mbegu ni kazi ya Mungu. Hakuna hata siku moja ya neno la Mungu litaacha kuhubiriwa. Litahubiriwa siku zote. Lakini kulipokea na kufanya mabadiliko ni juu yako. Hakuna atakaye kusaidia. Kiasi cha mbegu iliyokwisha kusiwa na Mwenyezi Mungu ni mbegu nyingi sana. Zimesiwa nyingi sana kwenye mioyo ya watu wengi sana. Lakini ni chache zinazoruhusiwa kuota kwa sababu ya maandalizi ya mioyo. Nyingine zinaota kidogo tu na kuishia tu kufa. Ndugu zangu wapendwa, Mungu tumeshasikiza mahubiri mengi sana. Je, yamefanya mabadiliko katika maisha yetu au tumeyazuia sisi wenyewe? Kiasi cha mbegu kilichosiwa na Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja wetu, ndugu zangu, ni nyingi sana. Bidii zilizotumika kupanda imani mioyoni mwetu ni nyingi. Tumeshasikia, tunahubiriwa mambo mengi sana. Lakini wapo tuliozifanya juhudi hizi kuwa tu ni bure tu. Wanadharau tu, ama padri wanatusumbua tu, watupigia kelele nini. Jitahidi. Neno la Mungu likufanyie mpango ubadilike, uweze kuwa kiumbe kipya. Jiulize, leo umekwisha zalisha nini? Tangu neno la Mungu liendelee kusiwa ndani ya moyo wako, kuna matunda yote umeyaleta? Kuna mavuno yote umeyaleta? Heri inatangazwa kwa wale wanaoona na baada ya kuona wanatenda. Baada ya kusikia wanatenda. Wengi wetu hatuheshimu baada ya kuona. Ndio tunaweza kumwona padri anaongea, unaona, lakini hauheshimu. Unadharau tu. Mwenyezi Mungu ni mpanzi mwenye kustawisha mbegu zote zitakazo siwa na yeye mwenyewe. Ila anatutegemea pia sisi tuonyeshe uhusiano mzuri, tushirikiane naye. Yeye anambariki kila mmoja wetu. Kila mmoja amebarikiwa. Kila mmoja ana moyo. Viumbe vyote vinamhitaji Mwenyezi Mungu, na Roho wake ndiye anayetia uzima kwa kila mbegu inayosiwa katika mioyo yetu. Hivyo tujione kuwa sisi ni wahitaji mbele ya Mungu, kwamba sisi ni watu ambao tunahitaji baraka zake ili tuweze kukua. Tusikubali kabisa tuishi katika mazingira ambayo ni ya moyo mgumu. Watu ambao
tumekaza moyo, hatumsikilizi Mungu, hatuishi kadiri ya mapenzi yake, tunakuwa tu ni watu ambao tunasikia, tunaona, tunasikia, lakini masikio yapo, lakini hatusikilizi wala hatutendi kitu chochote. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la pili kutoka waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura 8 mstari wa 18 mpaka 23, tunamuona Paulo yeye yuko busy kusia neno la Mungu. Lakini katika kusia neno la Mungu sio kazi rahisi. Yeye mwenyewe anasema, na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa sio kitu. Yuko busy kusia neno la Mungu, amefungwa gerezani, lakini anahesabu hivi vitu sio. Ingekuwa ni sisi, pengine tungelalamika sana. Paulo anaweza kuongea maneno mazuri akiwa katikati ya mateso. Ndugu zangu, unapoamua kulihubiri neno la Mungu, unapokuwa mpanzi, Mungu anapokufanya mpanzi kwa ajili ya kusia neno la Mungu, usitegemee kazi itakuwa rahisi. Utakutana na vipingamizi vingi sana. Kuna watu hawako tayari kubadilika. Kuna watu ambao hawako tayari kusikiliza ukweli. Kwa hiyo ni jukumu lako, utakapopata changamoto, uwe kama Paulo, yahesabu mateso ya sasa kwamba si kitu. Kuna utukufu ulioandaliwa na Mungu ambao ni wa kipekee sana. Ndugu zangu wapendwa, Mungu atusaidie. Neno lake linapohubiriwa ndani ya mioyo yetu litugeuze tuweze kuwa viumbe wapya kabisa. Hakuna kitu kibaya kama tuseme eti mvua inanyesha alafu hamna kitu kinachoota. Katika Israeli mwezi wa Oktoba na Novemba wa 10 na 11 mvua huwa unyesha, na mlima Hermoni ulikuwa unajaa snow, barafu. Sasa mvua ikinyesha kuna mara mbili, death or life, maisha au kifo. Lakini sana sana maisha. Barafu ikiwa nyingi, pengine ndege na nini wanaganda, wengine wanakufa. Lakini mvua hasa, kipindi hicho hakuna irrigation, hakuna kumwagilia. Kilimo cha kumwagiliaji kinasitishwa kwa sababu Mungu ameleta baraka. Ndugu zangu wapendwa, mvua inanyesha, neno la Mungu lahubiriwa. Je, wewe unachagua nini? Umechagua kulikataa, uingie kwenye death, kwenye kifo, au umeamua likufanyie, likumwagilie, uchanue, uweze kuwa kiumbe kipya? Mfano ufuatao utakusaidia. Kuna mtu alienda sokoni, akaenda akanunua jagi tu zuri, akaleta kwenye kanyumba kake, ilikuwa kama kageto hivi. Akaliweka ile jagi pale mezani. Alipoweka mezani, ile jagi likaonekana linang'aa zaidi. Akasema, jamani, hii meza ni chafu, ile jagi safi. Ikabidi anunue kitambaa cha kutandika kwenye meza. Aliponunua kitambaa cha kutandika kwenye meza, akaweka ile jagi juu, ikaonekana vizuri. Ghafla akaangalia, akaona mapazia ni machafu. Ikabidi akanunua mapazia. Baada ya kununua mapazia, akacheki ukuta ni umezeeka, ikabidi apige rangi. Baada ya kupiga rangi, akacheki chini, sakafu ni mbaya, ikabidi aweke tiles. Yaani kutokana na jagi akabadilisha nyumba yote mpaka madirisha na nini, kitanda tena kanunua kama safi. Ndugu zangu, ndivyo ilivyo. Neno la Mungu ni kama jagi sasa, umenunua jagi sasa. Umeweka kwenye moyo wako tap. Kutokana na neno hili, unasema sasa hivi jamani, nianze kumtukuza Mungu. Nianze kusali. Niachane na, ukianza kusali unakutana tabia ya kuchafua wenzako, acha. Unaanza kujitahidi. Ukikutana na watu wanaongea umbea, unaamua kubadilisha mada. Ukikutana na watu wanaongea, wanamchafua mtu, unaondoka hata kwenye mazungumzo namna hiyo. Unajaribu hata kuwasaidia wasimchafue mtu. Yaani unaanza kubadilisha tabia yako baada ya kusikiza neno la Mungu kidogo mpaka unashangaa. Ndugu zangu wapendwa, kwa mfano huo Mungu atusaidie. Likubali tu neno la Mungu liingie ndani ya moyo wako. Utabadilika, utakuwa kiumbe kipya kabisa, na neno la Mungu litakuwa limefanya mabadiliko. Jua tu neno la Mungu halitarudi bure. Ukilipokea linaweza kufanya kazi hata usivyojua. Kama vile mvua inavyofanya kazi asivyoelewa hata mkulima, ndivyo na neno la Mungu linafanya kazi ndani ya mioyo yetu bila hata sisi kujua. Cha muhimu ni kukaa sehemu ambapo neno hili linasiwa. Neno hili ambalo linasemwa, linahubiriwa, unalisoma, linaendelea kufanyia badiliko taratibu. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nakutakia Dominika njema.